Ndugu zangu waandishi wa habari, kwanza nina furaha sana kuona nimeweza kushuka hapa Iringa kwa kutumia ndege kubwa. Mara nyingi tumekuwa tukija hapa Iringa tunatumia ndege ndogo kwa sababu uwanja ulikuwa hauwezi kuzipokea ndege kubwa. Na niko na engineer hapa ambaye yeye ni engineer ambaye anadili na mradi wa uwanja wa ndege hapa Iringa. Kiuhalisia, naomba ndugu zangu waandishi wa habari msije mkasita hata kidogo kuyasema yale yaliyo mema ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais wetu amefanya kazi kubwa sana kwenye uwanja huu wa ndege. Na engineer, nadhani tuende kwa pembeni kwa sababu hapa huduma za bizi ziendelee. Tuende kwa pembeni pale ili uweze kutuambia ni nini ambacho kinaendelea hapa katika uwanja wa ndege wa Dr. Kazi kubwa ambayo imefanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika uwanja huu wa ndege hapa Iringa ni kuhakikisha sasa ndege kubwa zinatua hapa Iringa. Mara nyingi tumekuwa tunatumia ndege ndogo ambazo kiuhalisia huwezi kuenjoy kama ukipanda ndege kubwa. Lakini pia watu wa Iringa walikuwa hawana option kwamba anaweza kaamua kupanda basi na muda mwingine anaweza kaamua kupanda ndege. Lakini this time tumeiona ndege kubwa kama Precision Air inakuja hapa, Air Tanzania kubwa inakuja hapa. Hii ni fahari kwa watu wa Iringa na wao waweze kuwa na option kwamba nitapanda basi au nitapanda ndege. Mtu anapata mgonjwa anakuwa na uwezo wa kumharakisha mgonjwa wake kumfikisha Dar es Salaam. Sasa engineer, karibu kwanza. Moja kati ya vitu ambavyo nataka kujua, sawa, kwa nini uwanja huu ulikuwa hauwezi kutua ndege kubwa? Kwa majina naitwa Engineer Salum Inuka, ni msimamizi wa mradi wa Iringa Airport. Kabla uwanja ulikuwa ni mdogo, ulikuwa kilomita 1.6. Sasa hizi tumeenda kuongeza mpaka kilomita 2.1. Okay. Na kujenga maegesho ya ndege mapya. Okay. Na kujenga njia ya kuchepuka ndege yani taxiway. Ambapo before hazikuwepo, lakini pia kuboresha jengo la zimamoto. Okay. Kujenga kituo cha nishati, okay, yani kwa maana kwamba uwanja uweze kufanya kazi usiku na mchana. Okay. Wakati before ilikuwa tunatoa mchana tu. Hapo sasa hivi uwanja umefungwa taa. Kwa ndege usiku inaweza katua. Muda wote usiku ndege inatua. Masaa 24. Okay. Ni kiasi gani cha pesa ambacho kimewekwa hapa na serikali ya awamu ya 6 kwa ajili ya kutanua uwanja huu, lakini pia kuboresha baadhi ya maeneo ambayo yanahusiana na uwanja huu wa ndege? Kiasi ambacho kimewekwa cha fedha kimetumika kiasi cha shilingi bilioni 63. Okay. Kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa uwanja wa ndege wa Iringa. Okay. Lakini pia kwa kandarasi. Okay. Lakini pia kimetumika kiasi cha shilingi zaidi ya bilioni 1 kwa ajili ya msimamizi wa mradi. Okay. Kwa jumla kama bilioni zaidi ya 64 zimetumika kwenye mradi. Kwa pesa hizi zimekuja kwa wakati gani? Mwaka gani kwa mfano? Hizi pesa tulianza mradi 2020, tumemaliza 2024. Okay. Ndio. Kwa hiyo wakati wa huo muda pesa zote zimetolewa. Okay. Kwa hiyo kwenye uwanja huu wa ndege, Dr. Samia Suluhu Hassan ameparticipate kwa asilimia ngapi kwa ajili ya kutanua? Tunashukuru rais wetu ameparticipate kwa asilimia 100. Aliweka jiwe la msingi na sasa tumemaliza uwanja. Kwa tunamshukuru sana rais wa Tanzania. Okay. Jamani, mkisikia maneno kama hayo, rais amejenga uwanja, ameutanua na kuwafanya watu wa Iringa waweze kutua kwa amani, waweze kutua kwa furaha, waweze kutumia ndege kubwa. Tukiyasema hata hayo, kuna watu wengine hawapendi, wanachukia. Hawapendi kusikia tunasema yaliyo mazuri yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Naitwa Engineer Salum Inuka, ni msimamizi wa mradi wa ukarabati wa uwanja wa ndege wa Iringa kutoka TANROADS Iringa. Sisi kama wasimamizi tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, mama hana deni. Mama kazi kubwa imefanya, na maneno haya ni ya engineer ambaye amesimamia utanuzi wa uwanja wa ndege hapa Iringa. Unasema kwamba mama hana deni. Hana deni kabisa. Kwa moyo mweupe. Huyu ni engineer. Mimi Baba Levo nisemeje? Ama kweli Tanzania inapendeza. Ilani ya chama Rais Samia anatekeleza.